siku ya leo, nikianza na kukushukuru wewe mwenyewe pamoja na kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia pamoja na maoni ya kamati ambayo ni kwa niaba ya bunge zima ambayo imefanikisha hotuba ya leo pamoja na maoni haya ambayo tumeyapokea. Na Mheshimiwa Spika, kipekee zaidi ni washukuru na ndugu zangu wananchi wa kutoka Iramba ambao wako hapa, na kama unavyoona tukitumia lugha ya mashujaa leo, kwako hapa ni kama kwetu tu, maana yake tuko wengi kweli kweli. Tunakushukuru sana kwa nafasi hiyo. Mheshimiwa Spika, nikijibu hoja kwa ufupi, kwa maana baadhi ya hoja zingine tutazitolea tamko kwenye hotuba kuu ya serikali, niseme tu machache. Moja, tumepokea hoja zote ambazo waheshimiwa wabunge wamezitoa, zikiwemo za taarifa nzuri ya kamati pamoja na michango ambayo waheshimiwa wabunge wamechangia. Na kama ulivyoona Mheshimiwa Spika, michango iliyotolewa na wabunge ni ya kibunge kweli kweli, ya kizalendo kweli kweli. Mheshimiwa Spika, una wabunge makini sana, na Watanzania waliochagua wabunge hawa ni wabunge ambao wamefanya kazi nzuri sana, hoja za kizalendo, hoja za kibunge. Na kama Mheshimiwa Naibu Waziri alivyotangulia kusema, pamoja na wachangiaji, Watanzania wasisite tena kuwarudisha wabunge hawa ambao wamefanya kazi nzuri ya kizalendo. Mheshimiwa Spika, nikianza na hoja moja ambayo amechangia Mheshimiwa Kandege kwa ukubwa wake. Moja tumeipokea Mheshimiwa Kandege, hoja ya utekelezaji wa sheria yetu mpya ya masuala ya matumizi ya shilingi dhidi ya fedha za kigeni. Mheshimiwa, tumeipokea na tumeshapata maoni mengi, na tumepata maoni mengi pia hata kutoka kwenye sekta, na bahati nzuri sana gavana wa Benki Kuu pamoja na timu yake ya wataalamu yupo hapa. Lakini si tu kwamba yupo, pia ameendelea kufanya vikao na sekta kuweza kuangalia ni jambo gani, ni sehemu gani inahitaji maboresho zaidi, kuweza kuona ni sehemu gani inahitaji ufafanuzi, na yote hayo tumeyapokea. Na yale ambayo yanahitaji marekebisho tutafanya, na yale ambayo yanahitaji mabadiliko tutafanya, na yale ambayo yanahitaji ufafanuzi, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu tutaendelea kuyafanya hivyo. Mheshimiwa Spika, nikumbushe tu kwamba kwa nini tulichukua hatua hizo. Mheshimiwa Spika, nchi karibu zote za Afrika na duniani tulipita katika kipindi ambacho kilikuwa kigumu sana cha upatikanaji wa fedha za kigeni, na bunge lako tukufu litakumbuka. Kuna wakati nchi zinazotumia bandari yetu zilikuwa na mizigo inakaa bandarini mpaka siku 30, 40 mpaka siku 60 kwa sababu hawana fedha ya kigeni ya kutoa mafuta yao. Ilikuwepo inakuwa pale bandarini. Lakini si hivyo tu, hata sisi pia tulikuwa tunapata uhaba huo, pamoja na kwamba tulikuwa vizuri kuliko nchi nyingi za Afrika. Lakini hata sisi, waheshimiwa wabunge watakumbuka, tulikuwa tunapata shida hiyo, shida ambayo ilikuwa inatishia upatikanaji wa bidhaa za muhimu ambazo hazipatikani ndani ya nchi. Mfano, uagizaji wa mafuta ya kula, pharmaceuticals ambazo zinatoka nje, pamoja na bidhaa zingine ambazo ni za sekta binafsi kabisa za masuala ya kibiashara. Hii ilikuwa inatokana na nini? Pressure ya uhitaji wa dola ulikuwa mkubwa sana. Sasa hivi pameimarika, tunaweza tukapata uhuru wa kulegeza, lakini kwa wakati huo, kwa sababu kulikuwepo na utofauti wa uhitaji wa bidhaa, ilikuwa ni busara serikali lazima ichukue hatua, na katika kuchukua hatua iweze kupata suluhisho la tatizo ambalo lilikuwa kubwa. Sisi tumetangulia, nchi zingine bado hawajaimarika kama sisi ambavyo tumeimarika. Kuna nchi bado wana shida kubwa hiyo na ya kuweza hata kupata bidhaa muhimu kama mafuta. Zipo nchi ambazo bado wanapata shida.
na kinachosababisha hasa washindwe kupata mafuta si kwamba mafuta hayapatikani kule yanakotakiwa kutoka. Wanakosa fedha ya kigeni ya kuweza kulipia mafuta hayo. Zipo nchi zingine zinashindwa kuchangia michango yao ya kimataifa. Wana default kwa sababu wanakosa fedha ya kigeni. Sisi tumepiga hiyo hatua, lakini tulichukua hatua. Kuna sehemu tuliweza kubana zaidi, kuna sehemu tuliweza kutokuelewana vizuri tu katika namna tunamaanisha nini kisheria, lakini angalau hivi tunavyoongea lile lililokuwa tatizo kubwa la kiwango hicho la upatikanaji wa fedha za kigeni halipo tena. Na kwenye maeneo yale, Mheshimiwa Spika, yapo ambayo kiukweli yalikuwa yanatakiwa tuchukue hatua kama hizo. Kwa mfano, natoa mfano. Kwa mfano, taasisi ya serikali inayotoa leseni kwa mwananchi. Kwa nini mtake mwananchi ambaye fedha yake ya nchi ni shilingi ya Kitanzania, kwa nini mtake mwananchi apeleke dola kupewa leseni ya kufanyia kazi? Nadhani hili ni jambo ambalo serikali na idara zake za serikali inapotoa huduma kwa Mtanzania, kwa kweli inatakiwa isimsumbue Mtanzania kuenda kutafuta dola. Na wakati ule ilikuwa inamtaka akalete dola katika mazingira ambayo hata serikali inatambua kuna uhaba wa dola. Kwa tulisema baadhi ya maeneo kama hayo ambayo serikali ndio inatoa huduma na inatoa huduma kwa Mtanzania, tuliona tuondoe hilo sharti la kutaka alete dola. Kwa hiyo hilo tuliona tuliweke kwa namna hiyo, na nadhani kwenye hilo hatujapata usumbufu na wala hatujapata malalamiko kutoka kwa wananchi. Kuna eneo lingine ambalo lilikuwa linahusisha masuala ya ada za shule, masuala ya nyumba, na kuna maeneo mengine hata mahitaji ya watu wanafanyana biashara kiwanja, wakawa wanaweka sharti hilo kwamba walipane kwa dola. Hiyo tuliona inakiuka sheria na inawafanya wananchi wetu wapate shida ya kutafuta dola wakati fedha yao halali ya kikatiba ya kisheria ni shilingi ya Kitanzania. Kwa hilo tuliona likae kwa namna hiyo. Lakini yapo maeneo ambayo tumeona ambayo gavana wa Benki Kuu anaendelea kushauriana na wataalamu pamoja na sekta husika. Yapo maeneo ambayo yanahusisha biashara kubwa kubwa zile za kimataifa. Tumesema hata hivyo katika baadhi ya maeneo ilikuwa ni tafasiri tu kwamba kwa biashara ile ya kimataifa inayovuka mipaka ambayo inahusisha masuala mengine ya kimataifa, ilikuwa ni tafasiri tu, ilikuwa haihusishi kwamba na wao wanatakiwa wapate sharti hilo la shilingi. Ile ilikuwa imetajwa, ilikuwa imejumuishwa kwa ukubwa wa sheria ambapo kusudi lake lilikuwa sio hilo. Na kama bado kuna tafasiri itakuwa bado inaleta ukakasi, tumekubaliana na wataalamu wa Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zetu ikiwemo Benki Kuu kuweza kuona maeneo yale ambayo yalikuwa yanapotoka kwa utaratibu wa tafasiri yake tuweze kuyanyosha ili kusudi lililokuwa limekusudiwa liweze kufikiwa. Lakini tumekaa pia na taasisi zinazofanya shughuli kubwa hizo, Wizara ya Nishati, the like ya TANESCO, TPDC na maeneo mengine ambayo wanafanya shughuli kubwa ikiwemo na miradi mikubwa kama bomba la mafuta pamoja na maeneo mengine. Tuweze kuona matatizo yanayojitokeza ili tuweze kurekebisha. Mheshimiwa Spika, nia ya serikali ilikuwa njema ya kuondoa pressure ile ambayo na kwa kweli leo hii tumeona imejitokeza kwamba tatizo lile la ukosefu wa fedha za kigeni tumelivuka na tunaamini kwamba tutaweza kurekebisha. Kilichokuwa kinatokea na hata sasa tunaendelea kusisitiza katika baadhi ya maeneo, kama taasisi ya nje inaweza inafanya shughuli zake, mathalan inauza bidhaa zake nje na inapata dola, ikija kulipa dola kwenye taasisi zetu ama kwa wananchi wetu, bado dola inakuja na inatusaidia kupata dola kwa ukubwa ule. Mathalan wameuza kama ni dhahabu, wameuza kama ni taja bidhaa yoyote, wameuza nje wakapata dola, kama wanakuja kuilipa taasisi kwa dola hizo, haitengenezi pressure yoyote ndani ya uchumi wetu. Lakini kama wanataka wakalipe dola kwa viwango vikubwa,
lakini na wao kumbe dola hizo wanatarajia wazipate ndani ya nchi. Pale ndo tatizo linapoanzia, kwamba yule aliye mkubwa ataenda kukusanya dola kote na wale walio wadogo watakosa hata za kufanya hivi vishughuli vidogo vidogo. Mheshimiwa Spika, tulifika wakati wafanyabiashara wetu walikuwa wanapata shida sana, kwamba mtu anazunguka kwenye benki anapewa dola 500. Yaani hata anahitaji dola 6,000, dola 7,000, anaenda kwenye benki anakusanya, anapewa dola 500. Mzigo wake umeshafika bandarini, au mzigo wake umeshakuwa tayari, au ameshaishiwa mzigo mwingine, anataka aagize mizigo mingine. Ilikuwa ni shida na ilikuwa ilikuwa inashusha kasi ya kukua kwa uchumi. Kwa hiyo tumelipokea kwa sababu sheria ilikuwa mwaka jana, na sasa hivi tuna fursa ya sheria. Pale ambapo panahitaji maboresho ili tuende vizuri zaidi, tumepokea, tutaboresha, na pale ambapo hapana malalamiko na panaenda sambamba na sheria, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea kutoa elimu kama jambo ilikuwa ni swala la uelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, amelisemea vizuri ndugu yangu Kasarali na wabunge wengine walioongea kuhusu jambo la masuala haya ya kodi. Ni kweli bado pana shida ya uelewa na uunganishaji, kwamba maendeleo yetu ni kodi zetu. Kila jambo tunaloliona la maendeleo ni kodi zetu. Mheshimiwa Spika, zamani ambazo zilishapita, kwenye bajeti zetu kulikuwa na fedha zinaitwa fedha za misaada za kibajeti. Mheshimiwa Spika, wakati ule ulishapita, haupo tena. Kwa sasa hivi kila kitu tunachokiona cha maendeleo, kuanzia miradi mikubwa hadi ile miradi ya huduma za jamii, pamoja na maeneo mengine yote, ni fedha za kodi zetu. Na kuna mwingine atasema, sasa kama ni kodi zetu, mbona bado huwa mnakopa? Hata ukikopa utalipa deni kwa kodi zetu. Kukopa ni kuyaleta mapato yako yote karibu ili utekeleze mradi, halafu uanze kurejesha kwa kipato chako cha muda mdogo cha mwezi mmoja. Na hili jambo si jambo geni, hata katika maisha yetu ya kawaida huwa yapo, kwamba mtu yeyote ambaye analipwa mshahara, yule anayepitisha mshahara wake kama ni benki, anampitishia mapato yake kwa mara moja ili afanye jambo moja kubwa, halafu mapato yake yale anayoyapata aanze kurejesha kidogo kidogo. Huu ni utaratibu ambao upo hata kwenye maisha ya kawaida. Mheshimiwa Spika, hata wabunge huwa wanatumia utaratibu huu. Anapata mapato yake, halafu anafanyia jambo lake kubwa la maendeleo, anachangia vituo vya afya, anachangia ujenzi wa madarasa, anaunga mkono pale ambapo wananchi wamejitolea. Halafu mapato yake yeye anaanza kuwa mpakame, yale mapato yake anaanza kurejesha kidogo kidogo kile mapato. Huu ni utaratibu wa kawaida na wala si jambo la kutisha, wala watu wasitishike. Kubwa tu ni kwamba bajeti ya serikali inazingatiwa. Serikali haikopi zaidi ya ilichopitishiwa na bunge lake tukufu, na vile vile haikopi kwenda kupeleka kwenye matumizi yasiyo ya maendeleo. Unakusanya, unapeleka kwenye miradi iliyo ya maendeleo. Tafasiri yake ni nini, Mheshimiwa Spika? Tafasiri yake ni kwamba mradi ambao unaweza kuujenga kwa miaka 5 kwa kuchukua fedha kubwa, mathalan dola bilioni 3 kama reli ya kisasa, ungeamua kujenga kwa cash budget, kwa makusanyo ya kila mwezi, ungejenga kwa miaka 40. Sasa kiuchumi unasema nenda kachukue mkopo ambao utaulipa kwa miaka 40, ujenge kwa miaka 5, wananchi waanze kupata huduma. Alafu hiyo miaka 40 ambayo ndo ulitakiwa ujenge mradi kwa miaka 40 utatumia tu kufanya marejesho. Na Mheshimiwa Spika, hiki tunachokisema ndicho ambacho serikali ya Tanzania inafanya. Kwenye deni la taifa la Tanzania, 67% ni mikopo ya multilaterals, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, IMF, mikopo ambayo kipindi chake cha kurejesha ni miaka 30 mpaka 35 mpaka 40. Ndo maana nikiwa waziri hapa nimeshuhudia ulipwaji wa mikopo ya serikali ya awamu ya kwanza, serikali ya awamu ya pili. Ni mikopo ya muda mrefu, kwamba mradi ambao ulianzishwa na serikali ya awamu ya kwanza
tungeamua kulipa kwa mapato ya mwezi, ndo ingetakiwa sasa hivi mradi mmoja uwe unamalizika leo. Kwa hiyo inamalizwa kwa mara moja, lakini inabaki deni nalipo kidogo kidogo kwa sababu mapato tuliyakusanya hivi. 5% ni mikopo ya nchi kwa nchi ambayo na yenyewe ni kama ile ya multilaterals ambayo ni midogo. Kwa zaidi ya 72% ya deni la taifa ni ile mikopo ya muda mrefu ambayo riba yake ni ya chini, na takriban 23 mpaka 24 ndio ile ambayo inaangukia kwenye mikopo ya kibiashara, na yenyewe ni kwenye maeneo mahususi sana. Kwa hiyo niliona nilisemee na hili kwamba ni jambo ambalo ni la msingi sana la kusisitiza mapato. Na wakati Mheshimiwa Kasarali anaongea, nikasema kule jimboni kwako kama kura zinapungua kwa sababu wapiga kura wangu wako hapa na wamenihakikishia, nikatamani kama inawezekana kugawiwa tukugawie kidogo ili urudi utoe hoja za msingi hizo za kibunge na za kizalendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wameongea na waheshimiwa wabunge wengine kama nilivyosema, pamoja na Mheshimiwa Kingu ambaye kaongea vizuri sana, tumepokea hoja hizo. Mheshimiwa Hasunga kaongea vizuri sana, tumepokea hizo hoja. Mheshimiwa balozi wetu Subira kaongea vizuri sana, tumepokea hoja hizo. Mheshimiwa Kandege ndo nilikuwa nafafanua, tumepokea hizo hoja, tutazifanyia kazi. Pamoja na balozi wetu aliyechangia mwanzoni pale, Mama Lurida, Mama Riziki Lurida, my best, umechangia vizuri, hoja zako tumezipokea. Na hili ambalo alikuwa analimalizia Mheshimiwa Kingu la ndugu yetu Tanzania na shughuli anayofanya, tumelipokea na tutateta vizuri tuone ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika. Tutashirikiana na sekta pamoja na foreign affairs tuone ni kitu gani kinachotakiwa kufanyika ili tuweze kufanikisha jambo hilo. Mheshimiwa Spika, nimeona kengele ya kwanza imeshagongwa. Nitumie fursa hii tena kuwashukuru wabunge wote, tumepokea hoja zenu. Nimpongeze na kumshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri wangu, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Hamadi MCC, mjumbe wa kamati kuu. Na kupongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri, ni Naibu Waziri wa viwango vya Wizara ya Fedha, Naibu Waziri wa viwango vya hazina. Mheshimiwa Spika, Naibu Waziri huyu amejaliwa hekima sana, amejaliwa ushirikishaji mzuri sana. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, mara zote hata ninapokuwa kwenye vikao vile vya lazima ambavyo kuna wakati nalazimika kuwa kwenye vikao vile, hata wakati bunge linaendelea, makamati zinaendelea, huwa nakuta ameweza kushirikiana vizuri na kamati. Na ndio maana kwa kweli Mheshimiwa Spika, hata mara zote hata ninapokuwa sipo ni kama nipo tu, kwa sababu Naibu Waziri anafanya kazi nzuri. Na tuwaombe wapiga kura wa Kojani waturudishie Naibu Waziri wetu, kazi anaiweza na anaifanya vizuri sana. Na kama walivyosema wengine, Mheshimiwa Spika, ili nisimtaje mbunge mmoja kuwaomba wananchi wake waturudishie, nitumie tu fursa hii kuwaomba wananchi wa Uyole wakurudishe na wabunge wako wote, ili kuweza kumalizia hii kazi ambayo iliyokuwa inaendelea. Wamefanya kazi nzuri waheshimiwa wabunge. Kwa wana Uyole waturudishieni spika wetu, waturudishieni dada yetu, anafanya kazi nzuri, na wawarudishe wabunge wote ambao kwa kweli wameshiriki kwenye shughuli hizi zote ambazo records za maendeleo ambazo zimekuwa recorded katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya naomba sasa kutoa hoja. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Bunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Na sasa waheshimiwa, muda wetu umekwenda, lakini